Moto mkubwa umewaka nchini Tanzania baada ya Askofu Bagonza kufichua siri nzito kuhusu ripoti ya Othman Chande. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli ya Askofu Bagonza kwamba tume ya uchunguzi wa matukio ya vurugu za Oktoba tarehe 29 inaonewa kabla hata ya kutoa ripoti yake rasmi imezua mjadala mzito katika anga ya siasa na utawala. Kauli hiyo imeibua maswali mapana kuhusu uhalali wa michakato ya uchunguzi, nafasi ya umma katika kuhoji taasisi na hatari ya mitazamo ya mapema katika kuathiri uaminifu wa taasisi za haki. Na katika ujumbe wake uliosambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, Askofu Bagonza aligusia mgawanyiko unaoonekana wazi katika namna makundi mbalimbali yanavyoitazama tume hiyo inayoongozwa na Jaji Chande. Kwa mujibu wa uchambuzi wake, mjadala huo hauko tu katika kiwango cha maoni ya kawaida, bali unaashiria mapambano ya kimtazamo yanayogusa misingi ya uwajibikaji, haki na uhalali wa mamlaka ya kisiasa. Kwa kuanza, hoja ya msingi ya Askofu Bagonza inaweka uzito katika dhana ya presha ya kijamii na kisiasa kabla ya mchakato wa uchunguzi kukamilika. Anahoji iwapo mjadala uliokithiri kabla ya ripoti unaweza kuathiri taswira ya tume hiyo na hata kuathiri namna matokeo yake yatakavyopokelewa na umma. Hili ni suala ambalo limewahi kujitokeza katika mazingira mbalimbali ya kisiasa, ambapo tume za uchunguzi zimejikuta zikiwa katikati ya mvutano wa kisiasa na matarajio ya wananchi. Na katika kuainisha makundi matatu yanayozungumzia tume hiyo, Askofu Bagonza alitoa picha ya hali halisi ya siasa za kisiasa, haswa za kisasa, siasa za mitazamo, siasa za misimamo na siasa za ushawishi wa umma. Kundi la kwanza, ambalo limepinga tume tangu kuanzishwa kwake, linaonekana kuwa na mashaka ya kimuundo na kisheria kuhusu namna tume hiyo ilivyoundwa. Na hili si jambo jipya katika siasa, kwani mara nyingi upinzani dhidi ya tume huanzia katika hatua ya uundwaji wake, hasa pale ambapo kuna hisia kwamba mchakato haukuwa jumuishi au huru vya kutosha. Kundi la pili, ambalo linakosoa uamuzi wa kuunda tume hiyo kabla ya tume ya kijaji au ya kimataifa, linaakisi mtazamo wa wale wanaotilia shaka uwezo wa taasisi wa ndani kushughulikia masuala nyeti ya siasa. Hoja hii imekuwa ikijitokeza mara kwa mara katika nchi nyingi, ambapo masuala ya haki na uwajibikaji yanahusisha matukio ya vurugu au kiukwaji wa haki za binadamu. Wafuasi wa mtazamo huu huamini kuwa tume za kimataifa au za kijaji zinaweza kuwa na uhuru mkubwa zaidi na hivyo kutoa matokeo yenye kuaminika zaidi. Hata hivyo, ni kundi la tatu ndilo limevutia zaidi mjadala. Kundi hili, ambalo linaipongeza tume kabla ya kutoa ripoti, linaonekana kuungwa mkono na baadhi ya wadau wa kisiasa na kijamii ambao wana imani na mchakato huo. Lakini kwa mtazamo wa Askofu Bagonza, hatua hiyo inaweza kuwa na athari hasi, na anaonya kuwa kuipongeza tume mapema kunaweza kuifanya ionekane kama hatari na kuhamisha ama imekamilisha kazi yake. Ni jambo ambalo linaweza kudhoofisha uhalali wa mchakato mzima. Kauli hii inaingia moja kwa moja katika mjadala mpana wa kisiasa kuhusu ushawishi wa maoni ya umma na katika taasisi huru. Katika mazingira ambapo mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la mijadala ya kisiasa, mara nyingi taasisi hukabiliwa na presha ya maoni ya wananchi na wanaharakati na wanasiasa. Swali linalojitokeza ni je, taasisi hizi zinaweza kubaki huru na zisizoegemea upande wowote katika mazingira kama haya? Na katika historia ya siasa za ukanda huu kumekuwa na matukio kadhaa ambapo tume za uchunguzi zimeumbwa na changamoto kama hizi, na mara nyingi migawanyiko ya kisiasa hujitokeza mapema, huku kila upande ukijaribu kuelekeza mjadala kwa namna inayowanufaisha kisiasa. Hii husababisha matokeo ya tume kupokelewa kwa misingi ya kisiasa badala ya kisheria au kitaalamu. Aidha, mjadala huu mnagusa suala la imani ya umma na katika taasisi za serikali. Imani hiyo ni nguzo muhimu katika utawala bora, na mara nyingi hujengwa na kubomolewa na namna mchakato kama hii inavyosimamiwa.
Kauli ya Askofu Bagonza pia inaweza kutafsiriwa kama onyo kwa wanasiasa na makundi ya kijamii dhidi ya kuingilia mchakato uchunguzi kwa njia isiyo rasmi katika mazingira ya kisiasa yenye ushindani mkali. Mara nyingi kuna jaribu la kutumia kila jukwaa kushawishi maoni ya umma, na hata hivyo, kama anavyodokeza, hatua hiyo inaweza kuwa na madhara yasiyotarajiwa. Na kwa upande mwingine, mjadala huu umeibua hoja kuhusu nafasi ya uhuru wa kujieleza. Wapo wanaoamini kuwa wananchi wana haki ya kutoa maoni yao kuhusu tume yoyote ya umma bila kujali hatua ilipo. Na kwa mtazamo huu, kujaribu kudhibiti mjadala kunaweza kuonekana kama kuzuia uhuru wa kidemokrasia, na hapa ndipo mvutano kati ya uhuru wa maoni na ulinzi wa halali wa taasisi unapojitokeza. Na katika siasa za kisiasa na kisasa, hasa katika mifumo ya kidemokrasia, uwazi na uwajibikaji ni mambo yanayosisitizwa sana. Na hata hivyo, uwazi huu unahitaji kusimamiwa kwa umakini ili usigeuke kuwa chanzo cha presha isiyo ya lazima kwa taasisi zinazofanya kazi nyeti. Na hili ndilo linaloonekana kuwa kiini cha hoja ya Askofu Bagonza. Na kwa kuangalia mbele, mjadala huu unaweza kuwa na athari kubwa katika namna tume hiyo inavyopokelewa baada ya kutoa ripoti yake. Na ikiwa mgawanyiko wa sasa utaendelea, kwa uwezekano mkubwa kwamba matokeo yanatafsiriwa kwa misingi ya kisiasa badala ya ukweli uliobainishwa, inaweza kuathiri juhudi za kufikia maridhiano ya haki na wahusika wa matukio ya Oktoba tarehe 29. Na kwa upande wa wanasiasa, swala hili inaweza kuwa fursa ya changamoto kulingana na namna inavyoshughulikiwa. Wale watakaoweza kujenga hoja zinazolenga uwajibikaji na haki wanaweza kujipatia uungwaji mkono wa wananchi, lakini kwa wale watakaoonekana kutumia swala hili kwa maslahi ya kisiasa, wanaweza kupoteza uaminifu wa umma. Na kwa jumla, kauli ya Askofu Bagonza imefungua mjadala muhimu kuhusu mipaka ya mijadala ya umma na uhuru wa taasisi huru. Inaonyesha wazi kuwa katika siasa za leo, si tu matokeo ya michakato yanayohesabika, bali pia mazingira ambayo michakato hiyo inafanyika. Na kwa hitimisho, swala hili lina umuhimu mkubwa kwa wakati huu kwa sababu linagusa moja kwa moja uaminifu wa taasisi za haki na mwelekeo wa utawala wa sheria. Wanaoweza kufaidika kisiasa ni wale watakaosimamia hoja ya uwazi, uhuru wa taasisi na uwajibikaji bila kupindisha ukweli. Wanaoweza vilevile kupoteza ni wale watakaoonekana kuingilia au kupotosha mchakato kwa maslahi binafsi au kisiasa. Na hatua inayofuata inategemea sana namna tume hiyo itakavyosimamia kazi yake na jinsi wadau mbalimbali watakavyopokea matokeo yake. Na ikiwa uaminifu utaimarishwa, basi inaweza kuwa hatua muhimu kuelekea haki na maridhiano. Lakini ikiwa mgawanyiko utaendelea, basi kuna hatari ya kuongezeka mpasuko wa kisiasa na kijamii. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.